Katika video ambayo imepita katika playlist hii tuliongelea kitu ambacho ni muhimu sana, kwamba kompyuta inaelewa 0 and 1. Lakini sasa hapa kuna swali kubwa ambalo linafata. Hivi ni nani ambaye anachukua hizo 1 and 0 na kuwa kitu halisi, kuwa action? Ni nani huyo ambaye anafanya maamuzi hayo katika kompyuta? Ni nani ambaye anasema hii kodi uliyoiandika inafanya kazi hii na kazi hiyo kuweza kutekelezwa na mashine? Jibu ni moja tu, CPU. CPU ndio ubongo wa kompyuta, lakini sasa watu wengi wamekuwa wakifahamu tu jina CPU bila ya kujua kile ambacho inafanya. Sasa wewe leo kupitia video hii nataka uweze kuelewa concept hii katika njia rahisi sana ambayo hautoweza kuisahau. Hebu fikiria, kompyuta yako ni kama kiwanda kikubwa. Kuna sehemu nyingi, kuna RAM, kuna storage, kuna screen, kuna keyboard na sehemu nyingine ambazo zinajenga hiyo kompyuta. Lakini sasa nikwambie, hakuna kitu ambacho kitafanyika katika kiwanda hicho bila ya kuwepo bosi. Bosi huyo ni nani? Bosi huyo katika kompyuta ni CPU. CPU lazima iwepo ili basi kila kitu kiweze kwenda, kila kitu kiweze kufanyika. So kila ambacho kinafanyika katika kompyuta ni lazima ipitie kwake. CPU inafanya kazi gani? Maybe tayari umeshaanza kujiuliza kichwani. Kazi ya kwanza ni kuweza kupokea maelekezo. Nataka ukumbuke, kodi yako tayari inakuwa imeshatafsiriwa kwa kupitia zile tulizoziongelea, compiler ama interpreter, kuwa katika binary. Tayari zimeshatafsiriwa, zipo katika lugha ambayo kompyuta sasa inaielewa. Sasa CPU inapokea hizo instruction zikiwa katika hali ya binary. Baada ya hapo, kazi inayofuata ya pili baada ya kupokea maelekezo ni kuweza kuchambua hizo instruction, hayo maelekezo ambayo umeipatia. So CPU inakwenda kuangalia hii instruction inamaanisha nini, kipi ambacho kinahitajika, nini ambacho nifanye. Je, ni kuweza kujumlisha nambari ama kuweza kuhamisha data au kuweza kudisplay kitu katika screen? Baada ya kuweza kuchambua hayo maelekezo ambayo umeipatia, kazi ya tatu ambayo inakwenda kufanya ni kuweza kutekeleza sasa. Baada ya kupokea maelekezo, kuelewa, CPU tayari inakwenda kufanya action. Na hii process yote utaona kubwa, lakini inafanyika katika spidi ambayo hata kila binadamu inashindwa kufikiria kiurahisi. The way ninavyoelezea maybe utaona ni process kubwa sana, lakini inafanyika katika katika spidi ambayo hata kila binadamu haiwezi kufikiria kirahisi. Kupwesa na kufungua macho. Ina deal na mabilioni ya instruction kwa sekunde. Na hapa ndipo kwenye utamu. Unajua CPU haifanyi kila kitu peke yake. Tayari kuna sehemu ndogo ndogo ndani ya ile CPU ambayo unaiona. Lakini sasa kipi ambacho kimo na kinafanya nini? Sitoweza kuingia kiundani sana, lakini nitakuelezea kwa ufupi katika lugha rahisi na vitu muhimu kukutajia ili uweze kupata hiyo picha. Kuna kitu kwanza kinaitwa ALU katika CPU, Arithmetic Logic Unit. Sehemu hii ndio ambayo inashughulika na masuala ya mathematics, mahesabu. Let's say unataka kujumlisha 2 jumlisha 2 katika kompyuta yako. Inakwenda kufanyika wapi? Katika hii ALU, Arithmetic Logic Unit. Ndipo ambapo itakwenda kujumlisha nambari zako na kutoa jibu. Lakini vile vile kuna sehemu nyingine pia muhimu kuijua, inaitwa Control Unit. Sehemu hii tunasema ni kama vile manager. Kwa nini tunasema hivyo? Ndio ambayo inaamua hii Control Unit ni instruction ipi iweze kufuata. Instruction ipi ambayo inatakiwa iweze kufanywa kazi na muda gani. Tuchukulie mfano ni kama vile police traffic barabarani. Unakuta yeye ndo ambaye ana uwezo wa kuamuru gari hizi zipite huku, gari hizi zisubiri, gari hizi zisubiri mpaka hawa waweze kumaliza. Traffic ndo ambao huwa wanaamua barabarani. Sasa wacha tuweze kuunganisha kodi zetu na kile ambacho nimetoka kukielezea. Kodi zetu ambazo tunaziandika. Tuchukulie umeandika print hello world. Kodi hii, mstari huu wa kodi tayari tuchukulie umeshatafsiriwa na compiler ama interpreter. Kama umetumia language ya Python ambayo inatumia interpreter, ameshatafsiri kwenda katika binary. Na sasa inaingia katika CPU. Then CPU inachokwenda kufanya, inaamka na kama inasema okay, hii instruction ina maana gani? Kipi kinahitajika hapa? And then inakwenda kugundua kwamba instruction hii kumbe kinachohitajika ni kuonesha tu maandishi haya hapa katika screen. Then unaenda kuona hello world ikidisplay katika output.
inatuma maelekezo katika sehemu husika, na wewe kama ambaye umeandika programa unaangalia katika sehemu ya output, unaona hello world imedisplay. Ni kitendo cha haraka sana, nadhani tunakubaliana, hadi inakupa ugumu kuweza kufikiria process hizi the way ninavyokuelezea na jinsi ambavyo speed yake ilivyo inavyofanyika. Ukiklik to run katika kodi ulizoziandika unaona output imeshatokea, lakini kumbe nyuma ya pazia kuna huu mchakato, hii process ambayo inafanyika katika sekunde chache sana. Na hapo ndipo ambapo watu wengi wamekuwa wakikosea. Let's say unakuta mtu anajifunza kodi bila ya kuelewa CPU, na matokeo yake sasa wamekuwa wakikariri syntax, hawaelewi kile ambacho kinaendelea ndani nyuma ya pazia. Na ndio maana sasa muda mwingine wanapokutana na error kidogo tu wanaanza kuchanganyikiwa, kutaka kukata tamaa. Lakini kama utaweza kuelewa vitu kama hivi, unaelewa CPU the way ambavyo inafanya kazi katika kile ambacho unakifanya, unaanza kuelewa mambo kwa logic, unaanza kuelewa hapa instruction imekuwaje, CPU inafanya nini, na hapo sasa ndipo ambapo unakwenda kujitofautisha na wengine. So kabla ya kutamatisha, kuna kitu kingine ambacho cha muhimu sana. Unajua CPU haifanyi kazi peke yake. CPU kama nilivyotangulia kusema katika video iliyopita, CPU pia inahitaji vifaa vingine, inahitaji RAM, inahitaji na vifaa vingine viweze kufanya hivyo vitu. So RAM ndio ambayo itakwenda kuhifadhi instructions zako kwa muda mfupi, ili basi CPU iweze kuzifikia hizo instruction kwa haraka. So process, kwa kuweza kufupisha tu huu mchakato mzima, tuchukulie kama hivi, unafungua editor yako, unaandika kodi zako, mistari yako ya kodi, zinakwenda zinatafsiriwa, zinakwenda zinawekwa katika hali ya binary, and then zinahifadhiwa katika RAM, na CPU itakwenda kuchukua katika RAM, inachakata na inatoa matokeo. Na hiyo ndio flow halisi ambayo inatokea. Sijaingia deep sana, lakini the way ambavyo nimejaribu kupangilia na kuelezea kiujumla, nataka kila mmoja wetu aweze kuelewa, japo in general, kuelewa kile ambacho kinaendelea nyuma ya pazia. Na natumai umeweza kupata hiyo picha. Kama unahitaji kujua kiundani na kujua vitu vingine ambavyo CPU inakusanya na kazi zake, unaweza kuingia deep na kujifunza na kuwa mzuri zaidi inapokuja issue ya kuelewa kompyuta inapofanya kazi. So kwa mujibu nilivyokuelezea, unaona ni simple sana, na kumbe process inakuwa inafanyika, hakuna uchawi, ni mfumo ambao tayari upo, unaandika na tafsiriwa, inafanywa kazi ya output unaiona. So utakuwa sio mtu wa kubahatisha tena, tayari unaona unaeleweka mfumo huu tayari, na wewe umeshakuwa tofauti na wale ambao hawajaiona video hii. Unauelewa mzuri, unaweza kukaa na watu ukawaelezea the way ambavyo kompyuta inavyofanya kazi kwa ujumla. Mambo mengi hapo ndani, lakini hiyo ni general view. Kwenye video ambayo itafuata sasa, tutakwenda kuchukua hatua moja mbele zaidi, kuangalia safari nzima za kodi zetu ambazo tunaziandika, kuanzia pale ambapo tunaandika katika editor zetu hadi pale ambapo inakuwa action halisi katika kompyuta, na vile vifaa vya kompyuta kuweza kufanya action fulani, na vile ambavyo unaweza kuiamuru kompyuta ifanye kitu chochote kile na ikafanya. Hakikisha unaendelea kunifuatilia, una like video hii, unaweka maoni yako, una swali lolote unaweza kuuliza, unacha kuchangia pia, changia ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Kuna watu wanajua hivi vitu kiundani zaidi, wanaweza pia wakachangia katika sehemu ya comment tukapata kufaidika zaidi. So tutakwenda kuunganisha hapo dots kutoka kuandika code hadi basi kuweza kompyuta kufanya kile ambacho tumekiamuru. Leo just nilihitaji tu kuongelea the way CPU inavyofanya kazi na umuhimu wake katika kompyuta zetu. So tukutane katika video ijayo ambayo ni muendelezo wa hiki ambacho tunakiongelea kuanzia video iliyopita ya kwanza na video hii ya leo. Video inayofuata tutakuja kupata picha kubwa zaidi na kujifunza mengi ambayo pengine ulikuwa hauelewi zaidi yanayofanyika katika kompyuta. Asante sana.